Boni Online TV. Tukiwa katika mwendelezo wa taarifa ya Wachina wawili ambao wamekamatwa na mabilioni ya fedha ambao ni Wallace Wang na Yao Lincoln waliokamatwa Oysterbay jijini Dar es Salaam Januari 5, 2026, walishindwa kuthibitisha walipozipata fedha hizo. Hii ni kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na TAKUKURU siku ya leo, ambapo akizungumza na waandishi wa habari leo Jumatano Januari 7, 2026, kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Kinondoni Dar es Salaam, Christian Nyakizee, amesema Wachina hao wamekuwa wakitafutwa kwa muda mrefu na kwamba fedha walizokamatwa nazo zinashukiwa kuwa ni fedha zinazotakatishwa kupitia kadi za benki zilizoibwa kutoka kwa watu mbalimbali. Katika hatua nyingine, Nyakizee amesema taarifa iliyotolewa awali na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay haikuwa sahihi kwa kuwa yeye aliitwa tu kwa ajili ya kushuhudia, hivyo taarifa iliyokuwa ameisambaza mitandaoni awali ipuuzwe na ichukuliwe taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka. Huyu hapa Christian Nyakizee akizungumza. Na kilichotokea au kilichofanyika Januari 5 mwaka huu 2026 ni kwamba timu ya uchunguzi ilifanya operation ya kuwatafuta watumiwa wengine na kufanikiwa kuwakamata raia wawili wa China waliokuwa wakitafutwa kwa muda fulani. Na waliokamatwa ni Yao Lincoln na Wang Wex ambao ni wakazi wa Oysterbay Phoenix Apartments zilizopo Kinondoni hapa Dar es Salaam. Walikamatwa wakiwa na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani 707,775 sawa na shilingi bilioni 1,732,333,750 pamoja na shilingi nyingine za Kitanzania milioni 281,400,000 zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi ambazo jumla yake sasa ni bilioni 2 na milioni 13. Fedha hizo zinashukiwa ni mazalia ya fedha zilizotakatishwa kupitia taarifa za kadi za benki zilizoibiwa kutoka kwa watu mbalimbali nje ya nchi. Watumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wake, kwani hawana kampuni au biashara halali zinazowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho au stakabadhi zinazoonyesha namna walivyonunua kiasi cha dola ambazo walikutwa nazo. Pia naomba niwajulishe kwamba ukamataji uliofanyika ulishuhudiwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oysterbay iliyopo kata ya Msasani wilaya ya Kinondoni, ambaye alithibitisha kuwa watumiwa hao walikamatwa wakiwa na kiasi taji. Ileweke kwamba maafisa wa TAKUKURU ndio waliomuita mwenyekiti wa mtaa huo ili ashuhudie tukio hilo kwa mujibu wa sheria na taratibu za ushahidi wa upekuzi, kwamba taarifa aliyoitoa huko mtaani sio rasmi na haijatolewa na TAKUKURU na wala hakuelekezwa na TAKUKURU kufanya hivyo. Ndugu waandishi wa habari, katika hatua nyingine, kwa maana ya kwamba sambamba na tuhuma ya taarifa za kadi ya benki ambazo anakabiliwa nazo mtuhumiwa mmoja katika wale wawili waliokamatwa aitwaye Yao Ling, alikuwa akitafutwa na TAKUKURU kwa tuhuma za ufunguaji wa makampuni hewa matano yanayochunguzwa kwa makosa ya ukwepaji kodi na utakatishaji fedha ambazo jumla ya shilingi trilioni 1.8 ambazo zinadaiwa hazijatozwa kodi na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2025. Wale watuhumiwa waliokamatwa watafikishwa mahakamani hivi punde. Ndugu waandishi wa habari, TAKUKURU inatoa tahadhari kwa Watanzania wenye tamaa ya kutaka kutajirika kwa haraka kwa njia zisizo sahihi kuacha mara moja kusajili makampuni hewa wao wenyewe au kwa kushirikiana na raia wa kigeni kwa lengo la kuzitumia kampuni hizo kupitia kadi ambazo zimeibiwa kwa lengo la kujipatia kipato ambacho sio halali. Tunatoa rai kwa wananchi wote kuendelea kujiepusha
na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Vile vile tunawasihi kuendelea kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi na kushiriki kutoa ushahidi mahakamani pale inapohitajika, kwani kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, wote kwa pamoja tutimize wajibu wetu. Nashukuru kwa kunisikiliza kwa taarifa hiyo ya umma. Gilly Bonny Online TV.